Ahlan wa sahlan na marhaba bikum mtazamaji Star TV. Matumaini yangu buheri wa afya, lakini kama afya yako imeyumba, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema akupe ahueni na kusalim na kukaribisha katika kipindi cha Tuongee Asubuhi, na naomba radhi sana tena sana kwa kuchelewa kuanza kwa kipindi chetu kutokana na sababu zilizo nje ya uwezo wetu. Karibu, hiki ni kipindi cha Tuongee Asubuhi, kipindi ambacho kinakujia kila siku kuanzia majira ya saa 1 mpaka pale saa 3 kamili za asubuhi. Tukianza na yarojiri ndani ya habari, tutakupitisha kwenye magazeti, tutaangalia sokoni kuna nini, na tutapita kwenye maoni yako ili tuone ni kitu gani umetuandikia kwa siku ya hii leo. Jina langu ni Al-Habib Abdullah Othman Feruze, ndiye ambaye nitakuongozea kipindi hiki kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Wewe ni kiungo muhimu sana kipindi hiki. Unaweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe mfupi maandishi kupitia nambari za simu 0793050149. Ukitupa habari kutokea huko ulipo, tuambie ni nini hasa kinaendelea katika maeneo hayo. Pengine kuna changamoto gani ambazo ungependa kuiasa jamii ama kuiambia serikali iweze kuitafutia ufumbuzi. Tupate kiashiria cha yaliyojiri ndani ya habari, nitarejea hapa. Barabara kabisa mtazamaji, tuanze sasa kuziangazia taarifa zetu ambazo tumekuandalia kwa siku ya leo, na tuanzie huko jijini Dodoma ambako kuna mkutano wa kitaifa wa CCM ambako mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amesema chama hicho kimefanikiwa kusajili wanachama takriban milioni 13 katika mikoa yote nchini Tanzania. Tutazame taarifa hii kama ilivyoandaliwa na mwandishi wetu Blaya Moses. Ni katika mkutano mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi jijini Dodoma. Akifungua mkutano huo, mwenyekiti taifa wa chama hicho Daktari Samia Suluhu Hassan, pamoja na mambo mengine, msisitizo wake kwa viongozi wa chama hicho ngazi ya mikoa ni kuendelea na usajili wa wanachama wapya. Kwa kila mkoa utaona jinsi ulivyofanya kazi. Vijana bado wapo wengi, kazi ya usajili inaendelea, na kwa ujumla chama kinawashukuru wa Tanzania wote kwa kukiamini na kukikimbilia. Tunawashukuru sana na tunawakaribisha vijana zaidi waje katika Chama cha Maendeleo. Aidha, kuhusu swala la ilani ya uchaguzi ya chama hicho kwa mwaka 2025-30. Ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu hii tunayokwenda nayo imeandaliwa kwa weledi mkubwa. Vile vile imeandaliwa na kuwashirikisha wananchi wenyewe, asasi za kiraia, taasisi za elimu ya juu na wadau wengine wengi kutoka makundi mbalimbali ya kijamii. Aidha, ilani yetu imeainisha vipaumbele vya chama ambavyo muda utakapowadia vitawekwa bayana hapa. Mkutano mkuu maalum pia umepokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya chama hicho kwa mwaka 2020-2025 kutoka pande mbili za muungano. Serikali imeendelea kuimarisha demokrasia, utawala bora na haki za binadamu kwa kuchukua hatua mbalimbali, ikiwemo kuondoa zuio la mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa, na hivyo kuimarisha vyombo vya habari na kuongeza haki ya kujieleza miongoni mwa wananchi. Ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ilionyesha dhamira ya kuhakikisha inaelekeza utekelezaji katika misingi ya kuwainua Wazanzibari kiuchumi. Mei 30, Chama cha Mapinduzi CCM kinatarajia kuzindua ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025-30. Kutoka jijini Dodoma, Blaya Moses, Star TV.
Naam, mtazamaji, hiyo ni taarifa kutoka huko jijini Dodoma, na tutaendelea kuwasiliana na wenzetu ambao wako huko watueleze hali ilivyo kwa sasa. Lakini wewe ambaye ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM, lakini pia wewe Mtanzania, pengine tuambie umefuatilia mkutano huu wa CCM na pengine kitu gani hasa umekipata ama umejifunza nini kutoka katika mkutano huu. Namba simu ni 0793051149. Nitaudhurusu ujumbe wako pale muda utakapowadia. Tukiachana na taarifa hiyo, mtazamaji, tutazame taarifa nyingine na turejee hapa Mwanza, ambako ushirika wa wasafirishaji Mwanza UWAMWA umeanza majaribio ya kukata tiketi kwa njia ya mtandao kwa mabasi ya abiria daladala na ufanye safari zake ndani ya jiji la Mwanza na viunga vyake. Tutazame taarifa hii. Wakizungumza mara baada ya zoezi hilo, wadau wa usafiri na usafirishaji wanasema zoezi hilo litasaidia kuepusha usumbufu kwa abiria na wadau wengine wanaotumia usafiri huo. Hii kitu ni nzuri na pia tunakwenda kurahisisha swala zima la kutoa adha kwa hawa abiria tunakwenda kuwachukua. Sawa, lakini pia vile vile tunakwenda kutengeneza mazuri kwa upande wa dereva. Dereva anakwenda kupata burudani katika kazi yake. Tunapokwenda kwenye mabadiliko mapya, tunakuwa tunapokea kitu kizuri kwa kuweza kusapoti mazingira ya sera za mabadiliko katika taifa letu. Kwanza hii huduma nimetoka kufurahia nayo sana, ni kuondoa buguza pia kwa kondakta, changamoto kwa kondakta na abiria, kwa maana ufanisi wake utakuwa ni mzuri. Zoezi hilo pia limeshuhudiwa na afisa wa mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini LATRA Valentino Ngonyani pamoja na afisa wa ushirika jiji la Mwanza Viki Mzava, ambao kwa pamoja wameiasa jamii iwe na mapokeo mazuri ya zoezi hilo ambalo lina faida kubwa kwa jamii wanaosafiri na vyombo hivyo. Tunatarajia tuko na mtikio mzuri na usumbufu kwa abiria utakuwa upo tena, kwa sababu watakuwa wanapata tiketi ya mtandao ambao wataitumia katika safari yao, na hata wanapoteza mizigo, mtu anasahau gari anafanya nini, kwa sababu kishakuwa na tiketi ya mtandao sasa hivi itakuwa ni rahisi sana. Tunaamini kwa mwanzo huu wananchi itakuwa ni ngumu kupokea haya kwa sababu ya mazoea tuliokuwa nayo ya kuomba mapunguzo kwenye magari, lakini tunawaomba uweni na mapokeo mazuri kwa sababu itatusaidia kukombea. Ushirika wa usafirishaji Mwanza umeanza majaribio ya kukata tiketi mtandao, ikiwa ni kutekeleza maelekezo ya serikali yanayoelekeza kwamba ifikapo mwaka 2026 huduma za usafiri zitolewe kidijitali kwa kukata tiketi mtandao. Kutoka jijini Mwanza, Respisus Kaiser. Na mtazamaji huyu ambaye unafanya shughuli zako katika na unatumia usafiri huu wa daladala, mabasi, basi utuambie majaribio haya ambako yamefanyika, wewe umeonaje, umeyapokeaje, pengine umefurahishwa na kile ambacho kilikuwa kikifanyika, kwa sababu inaelezwa mpaka mwaka 2026 lazima tiketi ziwe zinakatwa kwa njia ya mtandao. Unadhani tunaweza kwa namna ulivyoona, unahisi tunaweza tukafanikiwa katika hili mpaka pale mwaka 2026 utakapofika? Lakini kama hatufanikiwi, nini kinapaswa kufanyika ili kuhakikisha zoezi hili linakamilika kama vile ambavyo linavyohitajika? Nambari ya simu ni 0793051149. Asanteni nyinyi ambao mmeendelea kunitumia ujumbe mfupi wa maandishi na kunikumbusha baadhi ya mambo. Asanteni sana, lakini pia nyinyi ambao mmekuwa mkipata muda wa kudurusu ujumbe ambao umenitumia hapa studio. Tukiachana na taarifa hiyo, tuelekee huko Songwe. Kumekuwa na kesi moja hivi kwa majuma kadhaa, tumekuwa tukizungumza kesi hii kuhusiana na wachimbaji wadogo ambao wa madini ambao walikuwa wakituhumiwa kuingia pasina kufuata utaratibu katika machimbo. Sasa hapa kuna taarifa ambayo jana hukumu yake imetoka, na mahakama ya hakimu mkazi wilaya Songwe imewahukumu wachimbaji wadogo wa dhahabu kulipa faini ya shilingi milioni 5 na laki 8 kila mmoja, au kifungo cha miaka 3 jela baada ya kupatikana na hatia kuingia kwa jinai katika eneo lenye leseni ya kampuni ya Denic Mining na kuendesha shughuli za uchimbaji bila kibali. Dr. Simkonda alikuwepo katika mahakama hiyo na hii ndio taarifa yake.
Wachimbaji waliohukumiwa katika kesi ya jinai namba 34358 ya mwaka 2025 ni Willy Patrick Njeleka, Goodluck Mungule, Yohana Doto Yunge, William Gerard na Ayubu Mwanyumba. Hukumu hiyo imetolewa na hakimu mkazi mfawidhi Agustino Lugome, ambaye amesema mahakama imejiridhisha kuwa ushahidi uliotolewa na pande zote mbili pamoja na vielelezo vinavyounga mkono kesi hiyo vinaonyesha bila shaka kuwa washtakiwa walitenda kosa hilo kinyume cha sheria. Baada ya kutolewa kwa hukumu hiyo, washtakiwa wamefanikiwa kulipa faini na hivyo kuepuka kifungo cha miaka 3 jela. Wakili wa utetezi Barnaba Pomboma amesema kuwa hawajaridhishwa na uamuzi wa mahakama na wamepanga kukata rufaa dhidi ya hukumu hiyo. Hatujaridhishwa na haya maamuzi na tumeshaanza mchakato leo kwa kuleta notice hapa mahakamani kwa ajili ya kwenda kupinga maamuzi haya kwenda mahakama kuu. Licha ya hukumu hiyo, baadhi ya washtakiwa wameeleza nia ya kuendelea na shughuli zao za uchimbaji katika eneo la Kampilipili, maana ndiyo sehemu ya kupatia riziki yao ya kila siku. Hatujai kwanza kuzuiliwa kuchimba. Tunachimba miaka yote na mpaka sasa hivi tunachimba. Kwa hiyo tutaendelea kuchimba, ndo msimamo wetu. Sisi msimamo wetu kwa sababu lile tunakochimba ndo maisha yetu. Kwa lazima tuendelee na shughuli za uchimbaji kwa sababu familia zetu zinategemea pale na ndugu na jamaa wako pale. Na sisi kama wachimbaji, mimi kama mwenyekiti nasema tunasonga mbele, hatujakubaliana na maamuzi ya mahakama. Katika mazingira ya mahakama hiyo, mamia ya wachimbaji wadogo wa dhahabu kutoka eneo la Kampilipili wamejitokeza kufuatilia mwenendo wa kesi hiyo na kutoa maoni mbalimbali kuhusiana na hukumu hiyo. Na sisi tunasema pamoja na hukumu ya mahakama kutoa, lakini bado hatutachoka. Tutaendelea na zoezi la kuchimba. Hao watu wanaojiita Denki wamekuja, wamepata leseni, lakini wamepita njia za panya. Hata barua ya maombi ilivyoombwa mahakamani ilikataliwa kwa sababu ilikuwa barua feki. Tarehe 23 Januari mwaka 2025 ambapo washtakiwa walikabiliwa na mashtaka ya kuingia kwa nia ovu katika leseni ya kampuni ya Denki Mining na kuendesha uchimbaji wa dhahabu bila kuwa na kibali kutoka kwa mamlaka husika. Laudent Simkonda, Star TV, Songwe. Naam, hiyo ni taarifa kutoka huko Songwe kama ilivyoandaliwa na Lawrence Simkonda. Na tukiachana na taarifa hiyo, mtazamaji, wakati serikali ikiendelea kufanya jitihada mbalimbali za kufanya uboreshaji wa miundombinu ya barabara, lakini pia na miradi mingine, bado kuna watu ambao wamekuwa wakihujumu miundombinu hiyo. Sasa tukielekea huko Tabora, kuna taarifa inatuarifu kwamba polisi mkoani Tabora inawashikilia watu 15 kwa tuhuma za kufungua na kuiba jumla betri na solar panel za taa 27 za barabarani. Na barabara hii ni barabara kuu ya Tabora, kutoka Tabora kupitia wilaya Sikonge kwenda mkoani Katavi, zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 81. Serikali inajitahidi kuweka mazingira mazuri ya usafirishaji ili watu waweze kusafiri kwa amani, lakini kwa usalama kuna watu bado wanahujumu miundombinu hiyo. Tutazame taarifa hii. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Sakapu Richard Abwao, amesema kufuatia misako mbalimbali tayari baadhi ya miundombinu ya barabara imekamatwa na kutoa wito kwa wananchi kuzilinda na kuzitunza betri na solar paneli za taa za barabarani. Tumefanikiwa kukamata solar panel moja, frame 4 za solar panel na vifaa mbalimbali vya umeme. Pia tumefanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa 15 ambao wanashikiliwa kuhusiana na wizi huo wa miundombinu ya barabara. Kwa upande wake, mkazi wa kijiji cha Mpombwe Rehema Juma Majaliwa Rashidi, mkazi wa kijiji cha Tutuo, na mwenyekiti wa kitongoji cha Yogo Joyce Kaswa wa wilaya ya Sikonge wamelani vitendo vya wizi wa solar panel kwenye vijiji vyao. Mara ya kwanza ilitoka hizi 2, hii hapo na ile pale. Mara ya pili kija katoka ile kule, yani awamu ya pili kaibia ile kule mwishoni. Kwao ni watu ambao wazoefu, wana uredi, wanajua spana gani nafunga kule. Sasa hivi tumeketi na jeshi shirikishi la sungusungu tuweke ulinzi, angalau vijana wewe wanalinda kwa makundi.
Meneja ya wakala barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Tabora, Mhandisi Rafael Mlimaji, amekemea wizi wa betri na solar paneli ambazo kwenye barabara ya Tabora Katavi zimefungwa taa 1400, na mkuu wa wilaya Sikonge Cornel Magembe amewataka wananchi wa wilaya hiyo kuilinda miundombinu isihujumiwe hovyo. Nadhani wale watu hawaelewi kama hizi taa Mheshimiwa Rais anavyozitoa anawarudishia mali zao, kwa sababu hata wao wana michango yao kwenye hizi taa. Mtu yeyote atakayesikika au kubainika anajaribu kuchezea hii miundombinu ikiwemo hizo taa za barabarani, sisi jeshi la polisi pamoja na vyombo vyangu vyote vya usalama vya wilaya hii kwa kweli tutawashughulikia ipasavyo. Sande Kabaye, Star TV, Tabora. Sasa mtazamaji, tushauriane hapa. Pengine wewe unadhani watu kama hawa ikithibitika kweli wamefanya hili kosa, adhabu gani ichukuliwe kwao? Kweli kuna misingi na kuna adhabu pengine kwa mujibu wa katiba yetu na sheria zetu inaarifu watu hawa wafanyiwe wapate adhabu kadhaa, kama labda ni kifungo ama watu faini ama wafanywe nini. Lakini pengine sasa unadhani ni kwa nini serikali wakati inajitahidi kuboresha miundombinu, na hii si tu kwenye swala hili la miundombinu ya barabara, kuna maji watu wamekuwa hivyo, kuna wakati mwingine tunasikia kwenye reli ya SGR tunasikia watu wanaingia huko na kwenda kuchukua vifaa pengine pale vya ujenzi na mambo kadha kadha. Unadhani kwa nini mambo haya yamekuwa yakitokea mara kwa mara, licha ya kwamba hayo maeneo ambayo yanaenda kuiba ni kwa ajili ya huduma kwa umma? Pengine kama hiyo barabara inatumiwa na watu wote, hata yeye ndugu zake pengine wanatumia barabara hiyo, hata yeye mwenyewe huwa anatumia barabara hiyo. Kama ni miundombinu ya maji, hayo maji na yeye anayatumia, ama jamii inatumia na inategemea eneo hilo. Kwa nini watu hawa wamekuwa wakifanya shughuli hizo? Wewe unadhani shida ni nini? Ni uelewa ama ni ubinafsi wa mtu mmoja, ama kuna sababu nyingine ambayo wewe unaweza ukawa unaifahamu? Nitumie jumbe mfupi maandishi kupitia nambari 0793055149. Na tuhitimishe na hili, wakati tunaelekea katika uchaguzi mkuu mwaka huu, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Temeke mwafikisha mahakamani na kufungulia mashtaka watuhumiwa 12 kwa makosa ya uhujumu uchumi, badhirifu na utakatishaji fedha kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 165. Akitoa taarifa ya kipindi cha robo mwaka kuanzia Januari hadi Machi mwaka huu, mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Temeke, Ole Makungu, amesema watuhumiwa hao 12 wamesomewa mashtaka hayo katika mahakama ya wilaya ya Kigamboni. Amefafanua kuwa kati ya hao 12, 3 ni watumishi wa Wizara ya TAMISEMI, 4 kutoka halmashauri ya manispaa Kigamboni, lakini kati ya hao 2 tayari wameshaachishwa kazi. Pia wapo wakandarasi 3 ambao kampuni zao zinatuhumiwa kutumika kutakatisha fedha hizo. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka, makosa wanayoshtakiwa nayo ni kusababisha hasara. Kosa lingine ni kosa la utakatishaji fedha. Wanashtakiwa pia kwa ubadilifu kinyume na kifungu cha 28 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa. Makungu ameongeza kuwa katika ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo, TAKUKURU mkoa wa Temeke imefuatilia miradi 13 yenye thamani ya shilingi bilioni 11.2, huku akitoa ushauri kurekebisha miradi 5, ambapo mapungufu ya miradi 2 yamefanywa kazi na manispaa ya Kigamboni, wakati mapungufu ya miradi 3 yanaendelea kufanywa kazi na ofisi ya TARURA Temeke. Katika kipindi hiko cha robo mwaka ya kwanza, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Temeke imepokea malalamiko 59, huku 25 yalihusu rushwa na 31 yasiyo ya rushwa. Pia wamejipanga katika robo ya pili ya mwaka kudhibiti vitendo vya rushwa katika uchaguzi mkuu. Athman Mihula, Star TV, Dar es Salaam.
Asante sana Thamani Mehula kwa taarifa hiyo. Wakati huu ambako tunaelekea katika uchaguzi mkuu, ni vema suala la rushwa likapigwa ama likafikia ukomo, kwa sababu ukitazama wakati huu ndio pengine naweza tukashuhudia matukio mengi ya rushwa kuanzia huko kwenye vyama, kwa sababu watu wanahitaji nafasi ya kuteuliwa kugombea nafasi fulani, pengine ni ubunge ama udiwani. Kwa hiyo huu ni wakati sasa wa kwenye hivi vyama kuhakikisha kwamba wanapambana na changamoto hii ya rushwa kuanzia huko katika vyama, lakini pia hata baadaye kija huku nje tunakuwa tunafahamu ni nini hasa kinaendelea katika jambo hilo. Lakini pia hata wazazi wanapaswa kuwafundisha watoto wao ni namna gani wanaweza wakakataa rushwa, kwa sababu hizi tabia inawezekana zinaanzia nyumbani kabisa. Mtoto anaona pengine mzazi anafanya jambo fulani, ametoa pesa sehemu fulani kwa ajili ya kupata huduma, kwa sababu wakati mwingine huwa tunawataja sana hawa ambao wanapokea rushwa. Hawa wanaotoa wakati mwingine tunaweka pembeni. Inatupasa kwa sababu rushwa ni yule anayetoa na kupokea, wote hao ni wanahusika katika changamoto ya hii rushwa. Kwa hiyo inatupasa sisi kuitilia maanani jambo hili, hususan kwenye masuala mazima ya rushwa, ili kusaidia jamii, lakini pia kusaidia taifa hapo baadaye kupata viongozi ambao wanapinga rushwa, lakini kupata viongozi ambao wanaweka maslahi ya taifa mbele. Tukiachana na taarifa hiyo, mtazamaji, nikipitia katika uga wa kimataifa, taarifa kubwa katika uga huu kimataifa ni pamoja na tukio lile lililotokea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila amekutana leo. Hii ni siku ya Alhamisi, ambayo ni siku ya jana, ambako alikutana mjini Goma na viongozi wa dini wa eneo hilo na mashariki mwa nchi, na linalodhibitiwa na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Kujitokeza hadharani kwa mara ya kwanza kwa Kabila mjini Goma kunakuja licha ya rais huyo wa zamani kukabiliwa na uwezekano wa kesi yake ya uhaini kwa madai ya kuungwa mkono kundi la M23, kwa sababu huyo alikuwa ni rais wa zamani, ni rais wa zamani wa DRC, lakini ameenda kukutana na waasi ambao wanaipinga serikali ya sasa ya Felix Tshisekedi. Pengine hili limeibua mtazamo mbalimbali kwa baadhi ya watu, ambako wengine wamekuwa na mitazamo mbalimbali, hususan kwa serikali imeonekana kama Rais Kabila anapendezewa na kile ambacho kinafanywa na M23 katika eneo hilo la Goma. Tukiachana na taarifa hiyo, tuangalie taarifa nyingine. Hii ni taarifa ambayo inatokea huko Afrika Kusini, ambako mwanamke mmoja anaitwa Raki Kelly Smith kutoka Afrika Kusini amehukumiwa kifungo cha maisha jela kwa kumteka na kumuuza binti yake Jocelyn mwenye umri wa miaka 6 kwa randi 20,000, ambayo ukiweka kibongobongo ama kwa pesa za Tanzania ni milioni 2.5 ama laki moja na 40,000. Hii ni shilingi milioni 2.5 kwa pesa za nchini Tanzania, ambaye huyu mtoto alipotea Februari mwaka 2024 na hadi leo hajapatikana. Smith na mpenzi wake na rafiki yao wamehukumiwa kifungo cha maisha jela kwa biashara binadamu na miaka 10 kwa utekaji wa mtoto. Jaji amesema mama huyo hakuwa na majuto hata kidogo. Kesi hiyo imegusa hisia za wengi nchini humo, huku picha za mtoto Jocelyn zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii zikiwa na ahadi zawadi ya randi milioni 1 kwa atakayemrudisha salama. Lakini polisi bado inaendelea na uchunguzi ndani na nje ya Afrika Kusini. Sasa kama hawa wamekamatwa na huyu mama si anamjua ambaye alimuuzia huyo mtoto mpaka akampa hiyo shilingi milioni 2.5, anamfahamu, kwa nini inakosa mtoto huyu hajapatikana mpaka sasa hivi? Kwa nini mpaka sasa hivi hajulikani, wakati wauzaji wapo na mnunuaji bila shaka anafahamika, kwa sababu huyu muuzaji atakuwa ameiambia polisi kwamba nimemuuza kwa fulani. Je, huyo fulani hajapatikana? Lakini kuna hilo donge nono, hata huko nchini Tanzania ukimuona mtoto huyo, hakikisha basi unawaambia upate hilo donge la shilingi milioni 1. Lakini tunajiuliza, huyu mama mzazi wa huyu binti
inakuwaje anaenda kumuuza mtoto wake. Nakumbuka wakati fulani hapa nchini Tanzania kulitokea kuna bwana mmoja yeye kwenye mtandao wa kijamii alijitokeza akasema anauza mtoto na nini. Yule bwana alikamatwa kutokana na hicho ambacho amekifanya, kwa sababu ni kinyume na sheria. Lakini huyu ameuza mwanae, mtoto wake kabisa. Yeye ni umasikini, changamoto alizokutana nazo, na ameshirikiana watu watatu, yeye, mpenzi wake na rafiki yao, kumuuza mtoto. Lakini pesa yenyewe ambayo amemuuza mtoto huyu ni milioni 2.5. Huyu aliyemnunua hatujui ana kazi naye gani, anataka kuishi naye ama anataka kufanya nini na huyu binti wa miaka 6. Kwa hiyo ni kitu ambacho nyinyi wazazi ambao mnatutazama sasa hivi tuulizane, nini kinaendelea? Inawezekanaje mama akamuuza binti yake ambaye amemzaa mwenyewe? Kwa nini? Pengine vitu hivi ndio ugumu wa maisha ama ni vipi? Nambari ya simu ni 0793051149. Tukiachana na taarifa hiyo, taarifa nyingine ni kuhusiana na Urusi yataka majadiliano mapya na amani na Ukraine, ambako Urusi imesema itawasilisha hati inayoelezea masharti yake amani katika mazungumzo yatakayofanyika Jumatatu ijayo, na kwamba waziri wa mambo ya nje wa taifa hilo Sergei Lavrov amemwarifu mwenzake wa Marekani Marco Rubio kuhusu mapendekezo hilo. Waziri wa ulinzi wa Ukraine Rustem Umerov, ambaye ameongoza ujumbe wa Kiev katika mazungumzo yaliyopita, ameandika kwenye mtandao wake wa X kuwa hatupingi mikutano zaidi na Warusi na tunangojea mkataba wao wa maelewano. Hiko ndicho kinachoendelea huko katika eneo hilo la Urusi na Ukraine. Vita ya Urusi na Ukraine imeendelea kushika sura mpya katika kila siku kuna jambo jipya. Tunaombea tu waweze kuelewana na amani iweze kurejea katika maeneo hayo. Mtazamaji, nitarejea hivi punde kwa ajili ya kupitia katika magazeti, tuone magazeti yameandika nini kwa siku ya leo, lakini pia ujumbe wako nitapata nafasi ya kudurusu. Asanteni nyinyi ambao mmeendelea kutuma, na nitasoma ujumbe huo muda pale utakapowadia. Tuende mapumziko mafupi, nitarejea hivi punde. Tembea sawa sawa na neno la Mungu. Tunawashukuru watumishi wetu. Ni nidhamu gani ambazo natakiwa kuwa nazo? Huwa najisikia kuwa na njaa ninapokuwa siimbi. Kwamba sisi hii ni siku ambayo yani tuna furaha kubwa kwamba kiongozi wetu alisiliwa. Karibu katika Amka na Tumsifu Mungu hapa Star TV. Aliwafundisha maneno mengi. Mmetengeneza misingi gani kuwajengea kujiamini na uthubutu kushiriki vyema na si kusubiri kuteuliwa? Sisi ACT tumeliona hilo. Na kwa sababu hiyo ndio maana tumetengeneza sera ya jinsia. Inapotokea ushindani ndani ya chama, ukajenga hoja, ukafanya kampeni zako vizuri, ukahamasisha na kuwaonyesha watu kwamba hii nafasi ninaiweza, nafasi ziko wazi. Wewe unaona kabisa kwa namna hii mtashinda. Kwa hayo ulioeleza, na hususan mmesema hamwezi kususa, mtashinda. Kwanza kitu kimoja ambacho mnatakiwa mtambue. Hili ni swala la haki, ni swala la mapambano. Na hakuna siku hata moja itatokea chama ambacho kimeshika madaraka kikakupa kirahisi mabadiliko unayoyataka. Hiyo lazima tulishike na tukielewe.
Wabobezi Comedy Show. Nilipanga nikakope $100,000 lakini nimejikuta nimechukua $300,000. Uone shetani pale. Ngoja tukuelezee sasa inakuwaje. Muda ule mimi nakupambura makofi. Ulinyamaza. Ulikuwa na uwezo kunirudishia, ukunirudishia. Nimekaa siku 3 zote hizi nikifikiria kwenda polisi ukwenda. Nilikuwa namchekesha wife huko chumbani. Namwambia kwamba ile siku yetu ya harusi bana. Umeme si ulikata ulivyoamka keki haipo. Ukifika nyumbani mkeo anashangaa. Anashangaa. Na hapo sasa shetani anashangaa ilishakuwa tukio. Anatoka kwako, anaambia mkeo. Bora nizirie mimi hadi chakula. Huu ni muda wa kula, ugomvi ni bora. Kama nataka kuendelea kuacha kula kwanza, nikutwange, ukishamaliza ugomvi kabisa umeisha, tuendelee kula. Tunashumu binadamu tutaishi miaka 700. Kuna watu watakataa kwenye ndoa zao. Jikae na mama Judy miaka 400. Miaka 400 tutaka kugundua nini? Si ndio mume ule kwa anasema eti mume. Eti nenda kukopa milioni 10. Tunasema mume. Si ndio waume mnaoangangania. Katika tumepiga hatua. Ni mafanikio makubwa, na sisi katika mkoa wa Mwanza kupitia mamlaka hii ya RUWASA tutaendelea kusimamia upatikanaji wa maji vijijini na usimamizi thabiti wa miradi ya maendeleo na fedha ambazo Rais Samia amezileta. Kwa kweli tunapozungumzia mafanikio ya RUWASA tunakasimia yote, tunadiscuss mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 kwa sababu yeye ndio alileta fedha nyingi tangu alipoingia madarakani. Tumezungumzia hapa miaka 5 ya RUWASA, lakini tunazungumzia miaka 4 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini kuna miradi 20 ambayo ipo katika utekelezaji. Na miradi hii itakapokamilika basi, na tunatarajia ifikapo Oktoba 30 mwaka huu miradi 20 ambayo inaendelea itakuwa imekamilika. Maji ya kwa asilimia kubwa yalikuwa na chumvi, lakini kwa kutuletea mradi huu utatusaidia kupunguza changamoto ya upatikanaji wa maji ya kunywa. Tumenufaika kwa maji. Maji tulikuwa tunasumbuka sana, lakini kwa sasa tunashukuru sana tumepata maji. Na lengo la visima hivyo 35 ilikuwa ni kufikisha maeneo ambayo hawajawahi kupata huduma ya maji. Lakini sasa hivi tunamshukuru mama yetu Samia Suluhu kwa kutuletea bomba. Tunafurahia kwa kweli. Kijicho. Anahitaji ile mimba ya mwanne itolewe. Ndani ya tamthilia hii utakutana na siasa, Ndio chama dume, uongozi, wananchi tutashiriki kwa 10%. Na tamaa ya mamlaka ni kubwa. mapenzi, na huyu mtoto ndo atakuwa mlisi wa mali zangu. usaliti, Uwe ilo kuna mimi nitoe mimba. mauaji. Ife ijulikane moja, unamtaka simba au unamtaka mwita. Na maadili. Kamtafute Mateso, mzungumze. Lakini hizi tabia nilizowaambia sio nzuri kabisa. Ni tamthilia iliyosheheni matukio tofauti tofauti yanayolenga kuelimisha jamii. Aunguaye huangaliwa. Kijicho inakuangazia popote ulipo. Tamani mwanangu aje kuwa na kazi kama ya baba yake. Ni kila Ijumaa saa 4:30 usiku na kurudiwa kila Jumapili saa 11:30 jioni ndani ya Star TV. Huu ni ukurasa mpya. Sekta ya maji na maendeleo yake kwa wananchi. Ndiyo, uwekezaji mkubwa wa serikali, upatikanaji wa huduma za maji safi na salama umeimarika zaidi katika maeneo mbalimbali. Maji yangalipo tumepiga hatua. Tulipotoka, Kipindi cha nyuma maji kwa kweli yalikuwa yanapatikana kwa shida. na sasa tulipo, Dr. Samia oye! Kwa kweli tunamshukuru sana Mama Samia kwa huduma hii. sio haba. Na katika nyanja ya usafi wa mazingira nako tumepiga hatua. Ungana na Sudi Shaban atakayemulika utekelezaji wa miradi yote katika mamlaka ya maji mijini bila kusahau vijijini. Kuanzia hapa jijini Mwanza, mikoa yote ya kanda ya Ziwa, bila kusahau mikoa ya kanda magharibi, kote tutafika. Usikose kutazama makala haya ya tumepiga hatua yatakayorushwa katika taarifa ya habari ya saa 2 usiku. Usipitwe, huu ni wanda wa kufahamu ukweli, ni hapa hapa Star TV. Karibu kwenye Mama 255. Kipindi kinakuja kwako kwa mtindo mpya kabisa. Katika Mama 255 tunazungumzia masuala yote yanayowahusu wanawake katika jamii. Tunachambua changamoto zinazowakabili na tunatoa mwangaza juu ya fursa zinazowazunguka ili kuwasaidia
kuondokana na utegemezi. Pamoja na hayo, tutakufundisha kuhusu urembo na mapishi kwa njia ya kipekee. Usikose kipindi hiki cha kipekee kinachokuletea maarifa na motisha kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 5 asubuhi hadi saa 6:30 mchana. Mama 255, nguvu ya wanawake, nguvu ya taifa. Wabobezi Comedy Show. Na ni shetani huyu ambaye tunamkemea kwenye nyumba za ibada sana, ambaye kila mtu bana shetani alinipitia. Unajua wanapitiana wanaenda wapi? Ndio hapo tunataka kuelezea namna anavyokupitia. Mwanamke ambaye sio material utamwona kwenye foleni ya chakula. Kwanza yani kama vita. Yani kama vile ndio anaenda kula afie hapo. Mwinduru mmoja hapa anakuja anampa Arusha kwamba pale hii hapa unaripoti habari hapa. Hamna noma hapo studio iseme t-shirt nyeusi yani. Na wife material squeeze. Omba show. Omba show, kapiga show. Omba mchezo. Muha wa Kigoma ndio anayeongoza kwa shukrani hapa Tanzania. Ukatoa sasa hiyo mboga ukamkabidhi samaki hapa. Shukrani yake inaanza hapo hapo. Wewe sio wa hii karne. Wewe ndio utakiwa uzaliwe enzi za kina Yesu. Utakiwa uwe Petro. Wewe ulikurupukia kubeba mtoto ugenini ujui. Inachukua kiatu cha mgeni, linakishika namna hii. Wewe bado ndio kwa msiba. Wakati unachukua mochwari. Ni Wabobezi Comedy Show kila Jumapili saa 4:30 usiku na marudio ni kila Alhamisi saa 3:30 asubuhi hapa Star TV. Karibu sana mtazamaji wa Star TV, tuendelee na kipindi cha tuongea asubuhi. Asante sana wewe ambaye umeendelea kunitumia ujumbe na nitasoma ujumbe wako pale muda utakapo wadia. Sasa hivi tunaingia katika magazeti. Tuangalie kurasa za mbele za magazeti zimeandika kitu gani kwa siku ya leo. Na gazeti la Mwananchi ndio gazeti la kwanza ambalo nimelikamata hapa. Gazeti hili limeandika fumbo la Samia ni kauli yake kuhusu wenye dhamira kuipasua CCM na kutaka kila mmoja ajiulize mwenyewe, acha mjadala wa uelewa tofauti, marekebisho ya katiba yawezesha vikao kufanyika kwa mtandao. Lakini taarifa nyingine katika gazeti hili ni serikali yabebeshwa jukumu la kuwezesha hedhi salama shuleni. Serikali yabebeshwa jukumu la kuwezesha hedhi salama shuleni. Njembe ya komalia migogoro ya ardhi, habari utaipata katika ukurasa wa 3. Pengo aliloacha Ngugi wa Thiong'o barani Afrika. Nakumbuka wakati ule ukiwa elimu ya sekondari unasoma vitabu vyake bwana Ngugi wa Thiong'o. Vimetumika sana vitabu vyake, vinatumika hata sasa hivi vijana wetu ambao wapo huko sekondari wanasoma vitabu vya huyu bwana, na bila shaka pengo lake ni kubwa sana, kwa sababu watu kama hawa walikuwa wanahitajika sana kwa ajili ya kuonyesha ni nini hasa jamii inakifanya, pengine nini kinapaswa kufanyika, serikali na mamlaka zinapaswa kufanya nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna pengo kubwa kwa Ngugi wa Thiong'o. Lakini marufuku ya sigara maeneo ya wazi bado mfupa mgumu. Kwenye daladala umesimama mahali uko na watu wengi, unatoa sigara yako unaanza kuvuta, una ustaarabu. Ndugu yangu, ukitaka kuvuta sigara tafuta eneo lako, tafuta eneo ambalo huko mwenyewe, piga fegi yako, maliza, ndio uende. Kama ni dereva basi ukae kwenye gari unaendesha, ama unapanda gari daladala basi vuta sigara yako
umalize huko umejificha, alafu ndo uende ukapande daladala uende. Lakini sigara unavuta wewe uanze kuwakera watu. Hii ni taarifa pia inaonekana marufuku ya sigara maeneo ya wazi bado imekuwa mfupa mgumu. Hili ni gazeti la Mwananchi mtazamaji, tutazame gazeti lingine. Gazeti la Uhuru Vijijini. Uhuru Vijijini, Juve naomba nitolee hapa chini tuone taarifa za huko chini. Asante. Lakini kishindo zinduzi ilani ya CCM 2025 kishindo zinduzi ilani ya CCM 2025 ni uchaguzi mkuu wa mwaka huu kuzinduliwa leo katika mkutano mkuu. Rais Samia asema imebeba muhimu. Kurasa wa pili una undani wa taarifa hii. Dr. Biteko ataja maeneo 6 utekelezaji ilani 2025-2026, lakini serikali yadhamiria kutatua migogoro ya ardhi. Wasomi wanasiasa msifu Rais Ruto kuomba radhi wa Tanzania. Abdullah asema uongozi wa Dr. Mwinyi umeacha alama. Lakini mambo makubwa ya Ngugi wa Thiong'o nataka kuyafahamu, ingia katika gazeti hili katika kurasa 12 una undani wa taarifa hiyo. Wanachama CCM wafika milioni 13, wanachama CCM wafikia milioni 13. Haya, tukiachana na gazeti hili la Uhuru, tuangalie gazeti lingine. Na gazeti la Habari Leo, CCM yaje kivingine, mikutano kufanywa kidijiti, ilani mpya hadharani leo. Yajivunia mafanikio sekta zote bara na Zanzibar. Ziara maalum Japani yaanza kulipaje? Tafuta gazeti hili. Lakini ardhi yajipanga kukusanya bilioni 265, yataja vipaumbele 7. Maeneo ya uwekezaji trilioni 16, lakini trilioni 16 yaidhinishwa. Wakazi mijini waongezeka, lakini watumishi vicheko mikopo ya nyumba. Wakazi mijini waongezeka ni 62%. Lakini Janabi yathibitishwa kuongoza WHO. Tunasubiri na sasa kwa sababu ameshathibitishwa, tunasubiri tuone nini Profesa Mohamed Janabi ataenda kukifanya WHO na mkurugenzi wa kanda ya Afrika. Kila la kheri katika majukumu yako mapya. Lakini Costec yaita vijana ubunifu mazao bahari. Lakini TIRA yaipongeza NMB ubunifu bima ya vikundi. Ubunifu bima ya vikundi. Hili ni gazeti la Habari Leo mtazamaji, gwiji la habari Tanzania. Tutazame gazeti lingine. Gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii, CCM usipime. Wameandika hivyo bwana. CCM usipime. Usajili wa wanachama afikia milioni 13, ya tamba utekelezaji ilani kwa kishindo yajayo. Yanafurahisha. Ukurasa wa pili na watatu na undani wa kile ambacho kimejiri katika mkutano wa CCM, mkutano mkuu wa wanachama wa CCM huko Dodoma. Haya, Wizara ya Ardhi yaainisha mambo 7 kipaumbele. Na mambo 7 utayapata katika gazeti hili la Nipashe. Namuona Ndejembe, waziri mwenye dhamana ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, akizungumza, akiainisha bila shaka hayo mambo 7 bungeni jijini Dodoma mbele ya wabunge. Lakini Chadema sasa yamwangukia Mbowe kuokoa kutatua mizozo. Mbowe yuko wapi? Watu wanahitaji kumsikia. Kumekuwa na maneno mengi, Chauma inatajwa, pengine kuna hili, kuna lile, kuna mambo mengi sana ambayo watu wangependa kufahamu kutoka kwa Mbowe. Yuko wapi? Pengine ndio maana Chadema wanamhitaji kuokoa na kutatua mizozo. Mizozo gani? Tafuta gazeti hili katika ukurasa wa 4 una ndani wa taarifa hii. Nchi ya Japani yaahidi Tanzania ukarabati barabara. Bila shaka haya ndio mafanikio ambayo yameanza kuonekana kutokana na uhusiano kati ya Japani na Tanzania. Walia gharama upatikanaji wa vifaa nishati jadidifu
walia gharama upatikanaji wa vifaa nishati jadidifu. Lakini ukurasa wa 5 una undani wa taarifa hiyo. Lakini mahakama ya waachia washtakiwa dawa za kulevya. Haya, mahakama ya waachia washtakiwa dawa za kulevya. Kwa haraka unaweza kujiuliza kwa nini wameachiwa na nini? Pengine ushahidi ya kutosha, ndugu yangu. Mahakama haikujiridhisha kama watu hao hapo kwenye hatia, na ndio maana wamewaacha. Ukurasa wa 3 na undani wa taarifa hiyo. Tafuta gazeti hili la Nipashe, tutaenda kufahamu kwa undani kwa nini wameachiwa washtakiwa hao wa dawa za kulevya. Tukiachana na gazeti hili, tutazame gazeti lingine. Gazeti la Majira. Gazeti la Majira, Rais Samia, ilani ya CCM imeandaliwa kwa weledi. Hiyo ni taarifa kubwa inayopatikana katika gazeti hili. Lakini ni ya uchaguzi 2025-2030, asema imeandaliwa na makundi mbalimbali katika jamii. Lakini asisitiza ni chombo cha kuwashawishi wananchi kuendelea kuamini CCM. Ukurasa wa 4 undani wa taarifa hii. CCM yafanya mabadiliko ya katiba, vikao, ruksa kidijitali, mambo kidijitali sasa, teknolojia. Kurasa wa 4 una undani wa taarifa hiyo. Kapinga ataja vigezo vya ziada vitongoji kupata umeme. Kuna vigezo gani? Basi taarifa hii ama undani wa taarifa hii tuipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Lakini fanyeni ukaguzi kwa weledi, msionee mchimbaji. Mhandisi Kamando anasema hivyo. Fanyeni ukaguzi kwa weledi, msionee mchimbaji. Mhandisi Kamando amezungumza hivyo. AI spam filter na usalama wa data zako. Swala akili mnemba hapa na vichujio vya mambo mbalimbali, masuala ya kiteknolojia haya na namna ambavyo unaweza ukawa salama ukiwa mtandaoni. Ukurasa 11 unaondana na taarifa hiyo. Lakini TAKUKURU Kinondoni yafuatilia miradi mitatu ya bilioni 194. Ukurasa wa 3 unaondana na taarifa hiyo. Lakini taarifa nyingine katika ukurasa huu wa 3, wachimbaji wazitaka taasisi kutimiza ahadi. Ahadi ni deni na dawa ya deni ni kulilipa. Daktari Ufaransa jela kwa kubaka mamia ya watoto. Haya, wakati mwingine tulikuwa tukidhani haya mambo yanatokea tu kwa nchi zetu huku. Haya, Ufaransa huko, daktari mamia ya watoto. Bila shaka huyu ni daktari wa watoto. Tunategemea watoto hawa wakipelekwa kwa madaktari huko hospitali wanaenda kupata huduma, lakini imegeuka tena huko nako sio salama kwa watoto. Pengine wapi ni salama kwa mtoto? Shuleni tunasikia matukio mara kadhaa, nyumbani tunasikia matukio haya mara kadhaa. Sasa hivi hospitali ndo kama hivi. Wapi mahali salama kwa mtoto? Ni mjadala ambao unapaswa kuwekwa kwa ukubwa ili tujue mtoto huyu anakuwa salama maeneo gani, pengine nini kifanyike ili kumfanya mtoto ama kumweka mtoto katika mazingira salama. Hili ni gazeti la Majira, na hizo ndizo taarifa ambazo zimemulika katika ukurasa wake wa kwanza. Tuangalie taarifa nyingine. Na hili ni gazeti la Mwana Sport. Gazeti la Mwana Sport, taarifa kubwa hapa, Yanga yaamua Mokwena au Mfaransa. Huyu Mfaransa ni anaitwa JV nani sijui jina lake la pili limenitoka, lakini ni kocha wa ASEC Mimosa. Ni kocha wa ASEC Mimosa. Anasifika kwa ufundi wake wa mbinu, lakini pia kwenye suala zima la kukuza vipaji. Na amekuwa na mafanikio kadhaa. Nadhani ule msimu ambao Yanga anafika finali shirikisho, ASEC Mimosa aliishia nusu finali. Lakini kwa msimu huu ASEC Mimosa alitolewa na RS Berkane. Nakumbuka mara mwisho niliangalia mechi ya kwanza kwa ASEC Mimosa, RS Berkane alishinda goli 1-0. Mechi ya pili kwa Berkane pia Berkane alishinda goli 1-0. ASEC Mimosa akatoka kwenye kombe la shirikisho. Nadhani ilikuwa ni hatua ya robo finali ile kama sijakosea vizuri.
Lakini huu upande wa pili ni kuna Roland Mokwena. Mokwena tunamkumbuka vizuri huyu bwana. Amechukua ubingwa akiwa na Mamelodi Sundowns, na sasa hivi alikuwa na Wydad Casablanca. Na Wydad naye amefurushwa ama wamesitisha mkataba wake. Wamekubaliana, amesitisha. Tusubiri tuone. Yanga, nyinyi mashabiki wa Yanga mnaoitazama kipindi cha Tuongea Asubuhi kwa wakati huu, mnamtaka nani? Mokwena ama huyu bwana kutoka ASEC Mimosa? 0793051149 ndio daraja kati yangu mimi na wewe. Mo Feruzi, watu wa Mbeya City, watu wa muziki hawa, burudani hiyo, wakongwe kabisa, kongwe kazini. Haya, wasauzi wafuata Mutale Diara. Kina nani katika mechi ya Simba dhidi ya Singida Black Stars? Alionekana kocha Nabi na wengine sasa kwenye kufuatilia, alikuwa na mtu mwingine kwenye kufuatilia wakasema yule alikuwa ni scout, sijui ni kama sio scout, ni mkurugenzi wa ufundi wa Kaizer Chiefs. Walikuwa sasa walikuwa wanafanya nini kwenye hiyo mechi wanajua. Lakini fei kwa Azizi Ki sawa, ila tusubiri tuone. Kuna vita kali ya majiant wa Tanzania, lakini pia timu za nje zikimhitaji Faisal Salum Abdallah Feitoto, lakini pia kuna taarifa zinaarifu kwa Simba na Yanga wao pia kwenye vita kali ya kumhitaji Faisal Salum Abdallah Feitoto, lakini huyu ni mchezaji halali wa Azam FC. Kwa hiyo lolote wataongea, lakini mwisho wa siku lazima wafike kwa Azam FC, wakubaliane ni nini wanataka kukifanya, wakubaliane bei. Haya, kama wakishindwana bei, Azam ataamua anabaki ama anaondoka. Lakini leo Ijumaa Uturuki kuna mechi Galatasaray dhidi ya Istanbul saa 2 kamili usiku. Rams Park wanakipiga hapo. Nyewe watu wa michezo na burudani kimataifa, mambo yenu hayo. Kwa tusubiri tuone nini hasa kitatokea katika mechi hiyo na mengine mengi ambayo yanaendelea. Kesho ni mechi kati ya Simba Sports Club dhidi ya Singida Black Stars, hatua ya nusu finali ya CRDB, hatua ya nusu finali ya CRDB Confederation Cup. Tusubiri tuone nini hasa kitatokea katika mechi hiyo ya kukata na shoka, sio ya kukosa. Bila shaka watu wengi wanaisubiria kwa hamu hiyo mechi. Na mtazamaji, nipitie ujumbe wako, na nimeona baadhi ya watu wanapiga simu. Nitapokea simu kadhaa hapa kabla sijaondoka. Mashallah, ujumbe nimeona mtuma mwingi, nitajitahidi nisome wote. Naanza na ujumbe wa huyu bwana anaitwa James kutoka Arusha Kioga. Anasema angependekeza Mokwena kwani ni kocha mwenye mafanikio makubwa na Yanga wanayatamani mafanikio ya Mokwena. Haya ni taarifa hiyo, lakini huyu anaitwa huyu pia jina lake hajaandika vizuri, lakini naye anashauri Mokwena na tunamhitaji Mokwena. Yanga wanatakiwa kumchukua Mokwena, huyu amesema hivyo. Lakini huyu anasema Mokwena anafaa kwa makubwa aliyofanya. Huyu ni Luisa Boy amesema hivyo. Mokwena anapewa kura nyingi bwana. Ndio Suwazo yuko kama Chumu Kagera, yeye ni shabiki wa Yanga, bora muache kocha wetu tulie naye kwa sasa. Huyu amekuja kivingine, sasa anatamani aache kocha ambaye yupo kwa sasa. Nitapokea simu kadhaa. Habari za asubuhi mtazamaji. Naitwa nani, unapiga simu kutoka wapi bwana? Haya, amepiga ili tujue yupo. Habari za asubuhi. Huyu naye amekata. Haya, nimeendelea kupitia ujumbe. Ni shabiki wa Yanga, bora wamwache kocha wetu tulie naye kwa sasa, wasituletee ameita wahuni, sijui ni kwa nini. Haya, lakini James nishasoma ujumbe wako. Umeurudia tena hapo, nishaupitia ujumbe wako James na kukumbuka sana. Kwa jina anaitwa mwenyekiti Fei aache mapepe arudi Yanga Afrika. Huyu ndo ameandika hivyo. Nipokee simu hapa. Habari za asubuhi mtazamaji. Habari za asubuhi. Kwa nini mnapiga halafu mzungumzi? Changamoto ni nini jamani? Habari za asubuhi.
Naam, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Mimi napiga halafu. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Umetoweka hewani. Habari za asubuhi. Habari za asubuhi. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Halo. Nakupata vizuri bwana. Samahani, punguza sauti ya TV yako. Karibu sana, karibu. Naitwa Shidi Mtilo kutoka Moro Fiji hapa. Halo, hapo. Naam, karibu sana. Naomba maoni yako. Bwana, mimi nasema Yanga wamwache kocha wetu sasa hivi, sababu unaendelea mwendo wake mzuri kuliko kuchukua kocha mwingine ambaye anakuwa siku tutakuwa tunabadilisha makocha. Na okay, asante sana bwana. Haya, huyu anataka kocha abakie huyo. Habari za asubuhi mtazamaji. Hello. Habari za asubuhi. Salama bwana, habari za hapa studio? Hapa salama. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Badi Kijani kutoka hapa Dodoma. Kutoka Dodoma, karibu sana. Asante bwana, mimi maoni yangu nilikuwa napendekeza bwana huyo Mfaransa huyo, hebu aje ajaribu naye tuone na maana mafanikio yake. Okay. Ndio. Asante sana bwana. Shukrani. Haya, asante, nashukuru sana. Sawa, huyu anasema Mfaransa. Haya, habari za asubuhi. Hello mtazamaji, karibu sana. Unaitwa nani? Napiga simu kutoka wapi? Mtazamaji, ukipiga simu jitahidi upunguze sauti ya TV yako alafu usikilize kupitia simu, kwa sababu TV yako ikiwa kwenye sauti kubwa sauti zinakuwa zinaingiliana na tusikilizane vizuri, kwa sababu huko sauti inachelewa. Habari za asubuhi mtazamaji. Haya, chukua simu nyingine. Habari za asubuhi mtazamaji, habari za asubuhi. Mwingine anapiga hataki kuzungumza. Habari za asubuhi. Huyu anasema kwa jina mwenyekiti Fei aache mapepe. Haya, nishaisoma ujumbe huu, nishausoma. Lakini Yanga tumrudishe Gamondi au Nabi, maana hao ndo wameziona kazi zao. Lakini huyu anasema Lucia kutoka Mbezi Bichi, Fei abaki Azam. Lakini Isaac Christopher kutoka Mara, Bunda Yanga acha wateseke tu, ametucheka sana tulipokoswa kombe la shirikisho. Lakini anaitwa Mashauri kutoka Dodoma, maoni yangu ni Yanga kocha baki huyo. Lakini Mokwena aende Yanga, huyo ameandika hivyo. Lakini habari za asubuhi hapo studio. Tunamhitaji Fei Simba mwana kutoka Dabata, ameandika hivyo. Nunueni sasa. Fadhili Tumbo kutoka Chamazi anasema anaulizia tetesi za usajili Simba Sports Club. Tetesi bana, mbali na Fei sijapata nyingine. Tetesi nyingine wanamhitaji nani? Onekana anatafuta, kuna viungo mbalimbali, kiungo mkabaji mmoja nisikia wanamhitaji. Tusubiri tuone, maana muda ndo huu, tukielekea mwishoni mwa ligi basi mambo yatakuwa mengi sana. Huyu anaitwa Ilenge, kocha Mfaransa anafaa, amesema hivyo. Lakini huyu anasema Mokwena aende Yanga, ameandika hivyo. Lakini Lucia nishapitia ujumbe wako. Zainabu maoni yake kocha baki huyo. Lakini mwingine anasema ujumbe mwingine Adok kutoka Ruvuma, Yanga wamchukue Mokwena. Mwingine anasema Yanga wasiwe na hada na makocha wa mataifa, wachukue wazawa. Lamiki kutoka Morogoro bwana, wachukue wazawa, ameandika hivyo. Mokwena afai Yanga, hata Uibe Rei kutoka Lindi ameandika hivyo, Mokwena afai Yanga. Mokwena Mwamba by Manyuki ameandika hivyo. Mimi Simon Wada Mbagala tuleteni Mokwena, ameandika hivyo. Lakini
Ujumbe ni mwingi kwa kweli, nipokee na simu hapa. Habari za asubuhi mtazamaji. Salama. Unaitwa nani? Napiga simu kutoka wapi? Napiga simu kutoka Mwanza. Unaitwa nani bwana? Naitwa Jafet. Jafet, karibu sana, tunaomba maoni yako. Haya, Jafet hajajipanga. Haya. Jafet, umechukua muda mrefu sana kuzungumza bwana. Muda si rafiki sana kukusubiri Jafet. Habari za asubuhi mtazamaji. Salama baba, habari ya uzima baba? Salama, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Unaongea na Zakayo Falajo. Zakayo, karibu. Asante aisee, Mwakwena na kisha, Mwakwena na kisha. Mwakwena anatisha Anatisha baba. Kwa mnamhitaji Mwakwena? Makocha wa kigeni hao ndio bora wazao baba. Haya, asante sana. Baba, Mwakwena. Asante bwana. Habari za asubuhi. Habari za asubuhi. Mtazamaji, habari za asubuhi. Mtazamaji, habari za asubuhi. Haya, amekata. Habari za asubuhi. Salama, ongeza sauti yako kidogo atukupate vizuri. Sauti yako ipo chini sana bwana. Sauti yako ipo chini ndugu yangu, hebu ongeza sauti kwanza. Uangalie kifaa chako kipo katika nafasi gani. Habari za asubuhi mtazamaji. Salama, za asubuhi pia. Salama, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Ndio. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Kutoka Majungu. Haya, karibu, tunaomba maoni yako. Asante. Sasa naitwa Majungu, niko Kinyara. Karibu. Ligi inapokuwa manake hata mwalimu naye akue aendane na kasi ya ligi. Mimi nawashauri tu Yanga watafute mwalimu mwingine, huyo mbinu zake ni ndogo sana. Hata kwenye tournament za kafu ameonyesha dhahiri. Kwa ujumla kama Mokoena anahusishwa, ajaribu naye. Bwana, asante sana. Mtazamaji, habari za asubuhi. Mtazamaji, habari za asubuhi. Habari za asubuhi. Wina yuko tayari. Wakati huu nitasitisha zoezi la simu muda si mrefu hapa. Habari za asubuhi. Salama, kwema. Kwema, unaitwa nani? Napiga simu kutoka wapi? Halo. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Halo, nakupata vizuri. Haya, mtandao wake na kutoka Mtwara. Kutoka Mtwara, karibu. Haya, naona naye haiko sawa. Habari za asubuhi. Halo. Mtazamaji, habari za asubuhi. Salama, habari. Salama, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Jikonga, napiga simu kutoka Kwanza. Karibu sana bwana. Asante. Mimi napenda kuuliza Simba anapiga saa ngapi? Simba? Simba mechi ni kesho saa 9:30 ya. Sawa. Karibu sana. Wewe mwingine, habari za asubuhi. Nitapokea simu mbili za mwisho. Habari za asubuhi mtazamaji. Haya, huyu anatusikiliza kwanza. Habari za asubuhi.
naona sasa simu. Sitisha simu mtazamaji kutoka haya huyu wa mwisho. Mtazamaji, habari za asubuhi. Habari za asubuhi. Salama za kwako. Salama, unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi? Napiga simu kutoka Morogoro hapa Ifakara. Karibu sana kutoka Morogoro. Asante sana. Hello, ni Star TV hapo? Hapa ni Star TV, karibu, upo hewani bwana. Asante sana. Nilikuwa nachangia mada ya Mkwela kuhusu kuja Yanga. Ndio. Mimi ushauri wangu wamchukue tu, ni kocha mzuri na anaweza akawafaa pia. Asante sana ndugu yangu kutoka Morogoro. Asante sana. Mtazamaji, habari za asubuhi. Habari za asubuhi. Haya, habari za asubuhi. Habari za asubuhi. Salama, mambo. Poa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Haya, alikuwa na testi mitambo. Habari za asubuhi. Salama, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Alif na Alif anapiga simu kutoka Dar es Salaam Tandika. Kutoka Tandika, karibu bwana, tunaomba maoni yako. Maoni yangu mimi, naomba Yanga tuende tukacheze hiyo mechi ya ligi. Mechi gani? Kwa sababu TFF tunarudi ligi, hatutaki mema kabisa. Bila shaka ni mechi ya dabi Ya dabi mnataka mkacheze. Naomba tuende tukacheze, na tukienda kucheza tutawafunga kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Okay. Bila shaka atakuwa amekusikia bwana. Naomba sana tuende tukacheze. Haya. Yanga mnaomba mkacheze mechi ya dabi. Habari za asubuhi mtazamaji. Unaitwa nani bwana, unapiga simu kutoka wapi? Nakupata nzuri. Haya, huyu yuko tayari. Nitika sana bwana, nakupata ndugu yangu. Habari za asubuhi. Salama, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Kutoka Mtwara, karibu. Nakupata vizuri, karibu. Haya, nitapokea simu mbili za mwisho mtazamaji. Hii ndio ya kwanza. Habari za asubuhi. Hayuko tayari. Mtazamaji, habari za asubuhi. Salama, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Halo. Nakupata vizuri. Habari yako? Salama, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Napiga simu kutoka Dodoma hapa. Kutoka Dodoma, karibu. Halo. Salama, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Amenichukua na washauri wangu sana. Ubani ubwela, yani cha msingi hapo ni kwamba tunyukane tu, tuonekane nani ni nani, hamna kuogopa kwamba wasije kucheza wala ni moja tu wacheze. Haya, asante sana bwana. Hii simu ya kwanza, hii simu ya pili. Habari za asubuhi. Sijui nani ana bahati hii. Hello. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Fadhili, napiga simu kutoka Kinyerezi. Fadhili, karibu kutoka Kinyerezi. Bwana, mimi natoka ushauri mmoja. Ndio. Unajua hawa jamaa bwana, usituletee drama mpira wetu. Hawa watu wa Yanga, tatizo ni moja tu. Hawa jamaa shoka sana masikio na viongozi wao, uongozi wao ambao una mbele wala nyuma.
Kwa nini? Mpira unatakiwa kuendeshwa kwa amani, kwa akili na utashi mkubwa. Sasa nafika stage kwamba jamaa kishaongea, yani viongozi wao kishaongea kitu tu na wao masikio yao nje wanasikia. Waje tarehe 15 tucheze boli, tuwafunge kwa halali, walizike, tunyanyue kwapa wana Simba. Haya, asante sana bwana. Haya. Mambo watani wa jadi hayo. Haya, simu ya mwisho hii ya ofa. Habari za asubuhi. Mtazamaji, habari za asubuhi. Hello? Habari za asubuhi. Salama. Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi? Njema kabisa, habari za kwako? Njema kabisa, habari za kwako? Naitwa Jacob Faustin Kapele, napiga simu kutoka Tabora. Karibu. Asante. Kwanza mimi ningependa kuchangia swala kocha mpya, kocha ambao Roland Mokwena. Karibu, endelea. Ni kocha mzuri, ana CV kubwa na anafaa kuitumikia Dar es Salaam Young Africa. Asante sana bwana. Kama anafaa basi Yanga wenyewe wanafahamu nani wanamhitaji kwa wakati huu. Mtazamaji, naomba niipitie ujumbe sasa hapa. Nasitisha zoezi la simu. Lakini kaka, mpira una kanuni zake. Yanga yupo sahihi kwa maamuzi yao. Simba anabebwa sana na TFF na bodi ya ligi, anapandisha kanuni. Kwa nini hawajibu maswali ya msingi ya Yanga? Ameandika hivyo. Huyu pia mpira ni haki, ni haki. Bodi ya Simba na Yanga inabidi kuboreshwa, ameandika hivyo. Lakini Lucy Manzese Dodoma, maoni yangu ni kocha wa Yanga baki huyo, anasema hivyo. Lakini Festo Yanga iache mambo ya saili, neno analotumia hapa sio nzuri. Samuel Alois anatakia asubuhi njema hapo studio. Asante sana Samuel. Halidi Hamimu, Simba tunamtaka Faisal, mnunueni bwana. Hassan Matipa na kutoka mkoa wa Mtwara, wilaya na Nyumbu, naomba wapeleke timu manjani ili kuondoa kauli zisizo za ukweli kwa waandishi wa habari, ameandika hivyo. Huyu anasema mimi natamani aletwe Mokwena, ameandika hivyo. Lakini huyu anasema kili hapa kutoka Peramiho, sisi kama Yanga hatuchezi dabi, na kuhusu makocha Mokwena aje Yanga. Simba ushindi, naitakia Simba ushindi wa nusu finali dhidi ya Singida Big Stars ili tukutane na mtani katika finali. Huyu ni Debonso wa Mji Mpya Morogoro. Asante sana Dimoso kutoka Mji Mpya. Lakini waache kuwadanganya watu kama madeni yamewashinda kulipa. Je, wataweza kumlipa nani huyo? Hawana imani na bodi ya ligi. Je, nani anasimamia michezo ya ligi na mingineo? Ameandika hivyo watu Simba na Yanga. Lakini huyu anasema maoni yake ni mimi, maoni yangu huyo kocha hafai kwenye timu. Pasco anaomba aje Mokwena. Lakini kuna mwingine ananitumia na tafadhali nipigie huko. Nitakupigia nikitoka bwana. Habari za hapo studio. Simon kutoka Dodoma, Faisal arudi Yanga, ameandika hivyo. Lakini Jumanne Jumanne Paulo ukiwa Zanzibar, naona Yanga waendelee na kocha alionaye, maana hajapoteza mechi tangu achiwe timu. Lakini Simon kutoka Dodoma, eti Kariakoo derby ipo au haipo? Kwa mujibu wa bodi ya ligi mechi ipo, kwa mujibu wa Yanga wanasema hawachezi. Rashidi Awene kutoka Msumbiji, Mokwena aje Yanga, andika hivyo. Lakini kesho Simba itacheza na timu gani kaka? Saa inacheza na Singida Black Stars. Lakini Mokwena yupo poa, wampe nafasi. Patrick Masanja kutoka Kahama ameandika hivyo. Lakini James Nyume, vipi tetesi kwa wana Jangwani? Tetesi ndio hizo. Tetesi ni kwamba Ikanga Lombo mtamtoa kwa mkopo, mlimsajili kwenye dirisha dogo na sasa pengine hajashawishi sana
Kwa mtamtoa kwa mkopo ili msajili watu wengine. Kwani Yanga mpaka sasa kasaini nani na nani? Sina taarifa rasmi kutoka kwa wananchi, lakini Yanga angechukua kocha yoyote yule aliyeachwa na Simba ili kuendeleza kwa utaratibu na kwa desturi kao. Naitwa Kasanga Entertainment, yuko Buhongwa, Mwanza. Huyu ni Kulwa kutoka Mwanza, anasema angeshauri Yanga mchukue FA ili wazibe pengo la Azizi Ki Stefan. Lakini Esther kutoka Tanga, yani Yanga hadi waseme, maana wametucheka sana kwenye ligi yetu, pia na kocha wana Mganda na nini hao hajiwezi, ameandika hivyo. Huyu anaitwa Muhawa Karatu, Fei arudi nyumbani Yanga. Huyu habari za asubuhi, Mahenge Ulanga Mkwena aje tu Yanga, ameandika hivyo. Pitia ujumbe wa mwanzoni kabisa. Sasa message ni nyingi mpaka zinanizidia, nashindwa kuzisoma ya Rabbi. Message nyingi sana. Asanteni nyinyi ambao mmetuma message kwa wingi, na mnaendelea kutuma message ni nyingi sana. Nashinda nitasoma kadhaa hapa za mwisho. Haya, huyu anasema CCM anasema anaongea kweli, mbona Ulaya ingekuja kujifunza? Ameuliza swali hilo. Haya, anaona hivyo kweli. Binadamu kazi, aliubeba ujauzito mwenyewe, yani miezi 9, alienda leba, leo hii anajifungua mtoto wake na amuuze kwa tamaa ya pesa. Na sio sawa hata kidogo. Nachoomba polisi waendelee kumhoji sana, ana lengo gani kufanya hivyo? Ima P amezungumza hivyo. Huyu anasema tunamtaka Mkwena. Haya, jaribu kupitia ujumbe wa mwanzoni kabisa ambao ulitumwa humo. Mambo vipi Abdullah? Waziri Isa hapa, naomba okay. Nimekupata Waziri Isa. Okay. Ndio nasema tunamtaka Mkwena, anafaa. Huyu Isa amezungumza hivyo. Beckham kutoka Njombe, Simba wamchukue tu Faisal, lakini baba Monica anasema ujumbe wako unanipotea baba Monica kutoka Tabora. Mimi napendelea Mfaransa kwa mafanikio ya soka letu. Mtazamaji, message ni nyingi sana na nashindwa kuzipitia hapa kwa Hamisi Kharage nimekuona kutoka Zanzibar, unasema yuko Matemo ushauri wake watakaoshikwa kwa kuharibu na kuiba miundombinu ya serikali wapokonywe mali zao kama nyumba, gari na viwanja na kifungo cha muda mrefu. Hamisi, nimeuona ujumbe wako hapa. Mtazamaji, message ni nyingi sana na simu zinaendelea kupigwa, lakini muda si rafiki sana. Ni ombe radhi kwa wewe ambaye sijasoma ujumbe wako na wewe ambaye unaendelea kupiga simu mpaka wakati huu, lakini muda ni ukuta, kishindana nao utajuta. Asanteni kwa kuungana nami kwa siku ya leo, kuanzia Jumatatu mpaka siku ya leo ya Ijumaa. Tunasema kwa heri, tutakutana tena siku ya Jumatatu. Jina langu ni Al-Habib Abdullah Uthman Feroz. Kwa heri, weekend njema.